Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 wametoa tamko la pamoja jana Jumatano, wakitangaza kuwa wamekubaliana kusitisha mapigano katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hatua hii mpya imefikiwa baada ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Qatar na nia ya kipekee kwa kuwa makubaliano mengi ya awali ya kusitisha mapigano tangu mwaka 2021 yameshindwa kufanikiwa. Idi Sesanga na taarifa kamili. Pande zote mbili zimeahidi kufanya kazi pamoja kufikia mkataba wa amani wa kudumu, na wamesema kuwa watatekeleza usitishaji wa mapigano muda wote wa mazungumzo hadi yatakapokamilika. Serikali ya Qatar imekaribisha hatua hii na kutoa wito kwa pande husika kuendelea na juhudi za kuleta amani ya kweli. Hii ni mara ya kwanza kwa tamko la kusitisha mapigano kutolewa kwa pamoja na serikali ya DRC na M23. Awali matamko kama haya yalikuwa ya upande mmoja na mara nyingi yalikiukwa ndani ya muda mfupi. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alikuwa amekataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na M23, akiwashutumu kutumiwa na Rwanda, madai ambayo serikali ya Kigali imekanusha mara kwa mara. Eneo la mashariki mwa Kongo bado ni tete. Licha ya utajiri mkubwa wa madini, eneo hilo limekumbwa na migogoro kwa zaidi ya miaka 30. Tangu M23 walipoanzisha tena vita mwaka 2021, wameteka maeneo muhimu kama vile miji ya Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 7 wamelazimika kuyakimbia makazi yao. Madhara kwa raia ni makubwa. Katika mtaa wa Panzi mjini Bukavu, Mapendo Mwabushinyula anawahudumia watoto 7 waliokimbia vita, wakiwemo yatima waliopoteza wazazi wao wakati wakikimbia kutoka Nyangezi. Anaishi kwa tabu kubwa, akigawana chakula kidogo na familia nyingi zilizohamishwa. Naweza penda Mungu alete amani, baelewane, vita iishe. Juu watu wanatuisha vrema. Niko na banduki yangu wawili wanakufa na hii masasi. Kwa kukimbia vile, kwaenda kimbia masasi na mpata. Kwa najifichika sio na fichama masasi na kukutana. Ndio maana tunaomba Mungu atusaidie, amani ionekane Mkongo. Simulizi ya Mapendo inaonyesha namna ambavyo watu wa kawaida wanaumia kutokana na vita hivi. Wamekimbia makazi yao mara kadhaa na sasa wanakabiliwa na uhaba wa chakula, dawa na makazi. Mashirika ya misaada yanapata ugumu kuwahudumia wahitaji wote. Wakati mazungumzo ya Doha yanatoa matumaini mapya, hali halisi bado ni ya mashaka. Hakuna uthibitisho kutoka vyanzo huru kwamba mapigano yamesimama kabisa. Waasi wa M23 ambao Umoja wa Mataifa unadai wanasaidiwa na wanajeshi kutoka Rwanda wamewahi kutishia kuendelea hadi mji mkuu wa Kinshasa. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya ukatili mkubwa unaofanywa na pande zote mbili, ikiwa ni pamoja na mauaji na ubakaji. Mafanikio au kushindwa kwa usitishaji huo mapigano huenda yakawa na athari kubwa kwa hatima ya watu wa mashariki mwa Kongo.